Kwa upande wa fedha zilizosalia, kiasi cha shilingi bilioni 53 na milioni 500, serikali imeahidi kutoa kiasi hicho kabla ya mwaka wa fedha 24-25 kukamilika, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuwa fedha hizi zinatumika wakati wa utekelezaji wa bajeti ya serikali ya mwaka 25-26 kupitia utaratibu wa fedha zilizovuka mwaka carryovers kwa mujibu wa sheria ya bajeti sura 439. Mheshimiwa Spika, pia tunatoa taarifa kuhusu sura ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo mengine, bajeti hii ilitumika kugharamia uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani kwa mwaka 2025. Hatua hii inalifanya taifa letu kutotegemea mtu, taasisi au taifa lolote kufadhili uchaguzi wetu, na hivyo viongozi watakaochaguliwa watatokana na kura za wananchi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 25-26, serikali imepanga kukusanya jumla ya shilingi trilioni 56.49 sawa na ongezeko la 12% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 24-25 ya shilingi trilioni 50.29. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 38.99 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 82.23 ya bajeti kwa ajili ya kugharamia deni na mishahara na pamoja na stahiki ya watumishi wa umma. Shilingi trilioni 17.49 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo sawa na 30.96 ya bajeti. Bajeti ya maendeleo inajumuisha shilingi trilioni 12.12 fedha za ndani na shilingi 25.38 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, kuhusu mapato ya ndani, serikali inatarajia kukusanya jumla ya shilingi trilioni 40.47. Kati ya fedha hizo, mapato ya kodi ni shilingi trilioni 34.10 na mapato yasiyotokana na kodi ni shilingi trilioni 6.36. Makadirio ya kusanya mapato ya ndani kwa mwaka 25-26 yatapelekea uwiano wa mapato ya ndani na pato la taifa kufikia 16.8. Mapato ya ndani yanaweza kugharamia bajeti ya serikali kwa 71.64. Kamati inampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, kwa kuimarisha sera na mifumo ya ukusanyaji wa mapato iliyosababisha sehemu kubwa ya bajeti kugharamiwa na mapato ya ndani. Sera ya matumizi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-25, serikali imepanga kutumia shilingi trilioni 56.49 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo. Ili bajeti hiyo itekelezwe kwa ufanisi, kamati inashauri masuala yafuatayo: kuhakikisha mikopo yote inaelekezwa kwenye maeneo ya uzalishaji kama ilivyoelekezwa kwenye sheria ya mikopo, dhamana na misaada na serikali sura ya 134. Kusimamia waraka namba 1 wa hazina wa mwaka 18-19 kuhusu mikakati ya kudhibiti madeni ya serikali. Namba 3, kukamilisha miradi iliyopo sasa kabla ya kuanzisha miradi mipya. Namba 4, kupanga bajeti kwa kuangalia mahitaji halisi ya sasa na si kwa kufuata mwenendo wa bajeti zilizopita. Namba 5, kufanya mapitio ya matumizi ya kawaida na maendeleo kwa lengo la kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Jedwali namba 11 kwenye taarifa ya kamati linaonyesha ulinganisho wa sura ya bajeti kati ya mwaka 24-25 na 25-26. Mheshimiwa Spika, kuhusu uchambuzi wa hatua za kikodi, kamati ya bajeti imefanya uchambuzi wa hatua zote za kikodi zilizopendekezwa na serikali na kubaini zimegawanyika katika makundi makuu matatu. Makundi hayo ni sheria ya kodi za ndani, sheria ya usimamizi wa ushuru wa forodha wa Afrika Mashariki ya mwaka 2004 na mabadiliko ya kanuni zilizotungwa chini ya sheria mbalimbali zilizopo. Madhumuni ya mapendekezo yamefafanuliwa kwa kila kundi kama ifuatavyo. Sheria za kodi za ndani. Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wa mapendekezo ya serikali kwenye sheria za kodi za ndani, kamati imebaini kwamba mapendekezo hayo yanalenga masuala yafuatayo: kuchochea uzalishaji wa viwanda vya ndani pamoja na kuvilinda,
vilivyopo dhidi ya ushindani usio sawa, kuongeza mapato ya serikali kwa kupanua wigo wa kodi, kuongeza walipa kodi wapya, pamoja na kuboresha mifumo ya ukusanyaji na usimamizi wake, kukuza na kuendeleza sekta ya bima nchini pamoja na kuvutia wawekezaji katika sekta hiyo, kuongeza mchango wa mashirika ya umma kwenye mapato ya serikali kupitia msajili wa hazina, kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, yaani mkumbi, kuwalinda wananchi dhidi ya madhara ya kiafya yanayoweza kujitokeza kutokana na matumizi ya vyakula au bidhaa za aina fulani hatari, na pia kuongeza mapato ya serikali ili kuziba nakisi inayotokana na baadhi ya wafadhili na washirika wa maendeleo kusitisha kugharamia programu mbalimbali hususan kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa Spika, jumla ya sheria 23 za kodi za ndani zinatarajiwa kufanyiwa maboresho, pamoja na kwamba kamati itapata nafasi ya maoni yake kuhusu mswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2025. Naomba uniruhusu nitoe maoni kwa muhtasari maeneo yatakayozingatiwa. Mapendekezo ya marekebisho ya utoaji wa leseni za biashara, sura 101. Mheshimiwa Spika, katika aya ya 168 ya hotuba ya bajeti ya serikali imekusudia kuweka mazingira mazuri ya ufanyaji biashara baina ya wazawa na wageni kwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya utoaji wa leseni za biashara, sura 101. Marekebisho hayo ni pamoja na mambo mengine yanalenga kumpa mamlaka waziri mwenye dhamana ya masuala ya biashara kuainisha shughuli za biashara ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Hatua hii inalenga kuondoa kero iliyopo nchini hivi sasa ya wafanyabiashara wageni kufanya biashara za jumla, rejareja na uchuuzi ambazo zilikuwa ni shughuli zinazofanywa na wazawa. Aidha, wakati majadiliano ya mswada wa sheria wa fedha wa mwaka 2025, kamati itaishauri serikali kuweka adhabu kwa wageni watakaokiuka masharti ya kanuni hizo, ikiwa ni pamoja na kuwafutia vibali vya kazi, visa, pamoja na wanaothibitika. Hakika usikivu huu wa Mheshimiwa Rais ni jambo la kuibwa na uwe mfano na kwa nchi zingine Afrika. Mapendekezo ya mabadiliko ya sheria ya hifadhi ya taifa, sura 282, sheria ya mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, sura 284, na sheria ya msajili wa hazina, mamlaka na majukumu, sura 370. Mheshimiwa Spika, kamati inaipongeza serikali kwa kukubali kufanya mabadiliko kwenye sheria hizi, kurejesha utaratibu wa kukusanya na kutumia mapato yao wenyewe. Hata hivyo, kiwango cha asilimia kinachopendekezwa kwenye mgao ni jambo ambalo litajadiliwa kwa kina na serikali kwa sababu kuu mbili. Moja, ni hali ya ukwasi wa taasisi hizo ili ziweze kutekeleza majukumu yake kikamilifu kwenye sekta ya utalii, na pili, endapo kiwango kinachobakishwa kinaweza kukidhi mahitaji ya taasisi kujiendesha kwa misingi ya kibiashara na kwa ufanisi. Mheshimiwa Spika, pia kuna sheria ya mabadiliko ya usimamizi wa ushuru wa forodha ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004. Mheshimiwa Spika, kamati imepitia hatua zote zilizoridhiwa na mkutano wa mashauriano ya kibajeti wa mawaziri wa fedha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika tarehe 20 Mei 2025 jijini Arusha, na kubaini kwamba hatua mpya ni 13 na 48 ni mwendelezo wa hatua ambazo zilichukuliwa katika miaka ya fedha iliyotangulia. Hatua hizo kwa ujumla wake zinalenga maeneo yafuatayo: moja, kulinda ajira na uzalishaji wa viwanda ambavyo vipo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki; mbili, kuchochea uzalishaji wa bidhaa mbalimbali viwandani katika jumuiya; namba tatu, kukuza biashara baina ya nchi wanachama wa jumuiya. Mheshimiwa Spika, serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano kupitia waziri wake wa fedha Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba Maderu, imekuwa ikishirikisha kamati ya bajeti kuhusu mapendekezo ya serikali ya hatua ambazo zinapendekezwa
na serikali juu ya mabadiliko ya sheria ya usimamizi wa ushuru wa forodha. Hakika huu ndio ushirikiano wa maridhiano ambao ni lazima bunge lako litambue na kuuenzi. Kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba utaratibu huu unaendelea kuwepo kwa kipindi kijacho kwa sababu umethibitisha kuwa na manufaa. Mheshimiwa Spika, pia kuhusu mabadiliko ya sheria mbalimbali pamoja na kanuni, kamati ya bajeti katika kipindi cha miaka mitatu mfululizo imekuwa ikishauri mambo makuu matatu: kuhakikisha mabadiliko ya kanuni zinazoanzishwa tozo, faini na ada zinabadilishwa sambamba na mabadiliko ya sheria za fedha. Mabadiliko hayo kanuni yanayotangazwa na Wizara ya Fedha kupitia hotuba ya bajeti ya serikali kwa ikiwa ni sehemu ya hotuba ili kuwaondoa wafanyabiashara ambao ni walipa kodi, na pia kanuni zinazotungwa na kutangazwa na mawaziri mbalimbali kuhusu ada, tozo na faini zithibitishwe na waziri wa fedha kabla ya kutangazwa. Mheshimiwa Spika, la leo lisingoje kesho. Naomba nitoe tena pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa kusikiliza, kukubali na kufanyia kazi mapendekezo ya kamati. Hatua hii inaenda kuondoa udhaifu uliokuwepo ambapo mamlaka na wakala wa serikali zilikuwa zikianzisha tozo, ada na faini katikati ya mwaka wa fedha na hivyo kuleta taharuki kwa wafanyabiashara. Maboresho hayo yanaenda kufanyika kupitia sheria ya bajeti sura 439 na sheria ya fedha za umma sura ya 348. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa hatua za kikodi zilizowasilishwa zimegusa maeneo mengi na kwa mujibu wa kanuni ya 97 fasihi ya pili, kamati ina wajibu wa kualika umma kutoa maoni. Rai yangu kwa waheshimiwa wabunge na Watanzania wote wenye nia kutoa maoni juu ya hatua za kikodi zinazopendekezwa kufika mbele ya kamati mara tu baada ya kupokea tangazo la kupokea maoni ya umma. Maoni ya wadau yamekuwa na mchango mkubwa katika kuboresha sheria ya fedha ya kila mwaka. Mheshimiwa Spika, maoni ya jumla. Matumizi ya mfumo wa ubia wa sekta ya umma, sekta binafsi PPP katika kugharamia miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, naomba kunukuu aya ya 123 ya hotuba ya waziri wa fedha. Mheshimiwa Spika, naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba mikataba minne ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP yenye mtaji wa jumla ya shilingi bilioni 681.53 imesainiwa katika mwaka 2024-25 kwa ajili ya kutoa huduma za usafiri wa mabasi katika mradi wa mabasi yaendayo haraka BRT kwa awamu ya kwanza. Mwisho wa kunukuu. Kongole kwa serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza sheria ya ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi sura 103 iliyotungwa na bunge mwaka 2010 na kufanyia marekebisho yake mwaka 2023 inaenda kutekeleza kwa vitendo. Mheshimiwa Spika, ili serikali iendane na kutekeleza miradi kwa mfumo huu ambao unapunguza mahitaji ya fedha ya serikali kutekelezwa kwa miradi ya maendeleo yenye sura ya kibiashara, kamati inaitaka serikali, moja ya masharti kwenye mwongozo wa maandalizi ya bajeti ya mwaka 26-27 iwe ni kuwataka maafisa masuhuri wote kuwasilisha miradi inayotekelezwa kwa njia ya PPP kabla ya kuwasilisha miradi itakayotekelezwa kwa fedha za umma. Miradi hiyo ichambuliwe na Tume ya Mipango kwa kushirikiana na kituo cha ubia yani PPP ili itekelezwe katika bajeti ya mwaka husika. Mheshimiwa Spika, eneo lingine ni la diaspora na fedha za kutoka nje remittances. Mheshimiwa Spika, kama nchi haijaweza kufanya vizuri katika kupokea fedha kutoka kwa Watanzania waishio ughaibuni ambao ni muhimu katika ukuaji wa uchumi kama misaada wa kifedha financial lifeline, katika kuchochea utoaji wa uchumi, maendeleo ya nchi na mtu mmoja mmoja,
Chanzo hiki ni muhimu kutokana na mchango wake sio tu katika uwezo wa ununuzi wa kaya lakini hata kwenye kujenga akiba ya fedha za kigeni nchini, na hivyo kuzifanya kuwa eneo muhimu la kuzingatia kwa maeneo ya uchumi jumuishi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2024 Tanzania ilipokea jumla ya dola za Marekani milioni 757 kama remittances, tofauti na nchi zingine za Afrika Mashariki. Mfano, katika mwaka wa 2024 nchini ya Kenya ilipokea jumla ya dola za Marekani bilioni 4 na milioni 400 kama remittances, ikiwa ni zaidi ya mapato yanayotokana na mauzo ya nje ya Kenya ya kahawa na utalii. Aidha, ongezeko hili limetokana na kuboreshwa kwa huduma za kifedha za kidijitali ambazo hufanywa kutumia pesa kwa haraka na nafuu zaidi kuliko hapo awali. Hivyo serikali ifanye utafiti wa kina katika eneo hili ili kuangalia ni namna gani inaweza kufaidika na chanzo hiki cha mapato. Jedwali namba 12 kwenye taarifa ya kamati linaonyesha takwimu za fedha zinazopokelewa ughaibuni kwa nchi, na jedwali namba 12 fedha kutoka nje ya nchi. Kuwezesha remittances, kuwezesha kimtaji, Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB na Benki ya Uwekezaji Tanzania TIB. Mheshimiwa Spika, jukumu kuu la Benki ya Kilimo ni kuwa chachu ya utoaji mikopo ya muda mfupi na wakati na wa muda mrefu kwa ajili ya kufanikisha maendeleo jumuishi sekta ya kilimo nchini na kuchangia katika dira ya taifa ya maendeleo katika kuhakikisha utoshelevu na usalama wa chakula, maendeleo ya uchumi na kupunguza umaskini. Tangu kuanzisha kwake mwaka 2015, TADB Benki ya Kilimo imefanikiwa kutoa mikopo ya shilingi bilioni 972 ikinufaisha zaidi wakulima milioni 1,948,800,000 na biashara 686 ambao ni biashara endelevu, na biashara endelevu ni 478. Kwa sasa hii benki hii ina mtaji wa jumla wa shilingi bilioni 924. Hata hivyo, benki hii haipokei amana kama ilivyo kwa benki za biashara. Ili kutimiza kikamilifu dhamira ya TADB na kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya fedha kwa ajili ya kilimo, na ukiangalia na uwekezaji kwenye kilimo uliofanywa na serikali, benki hii inahitaji jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 950. Hivyo kufanya benki hii kuwa na naksi ya bilioni 2 na bilioni 26. Mheshimiwa Spika, benki ya TIB ina jukumu la kutoa huduma za fedha kwa miradi ya maendeleo kwa gharama nafuu ili kujenga taifa lenye uchumi shirikishi, mseto, mahiri na wenye ushindani. Hata hivyo, mwenendo wa ufanisi wa benki hiyo sio kuridhisha, kwa sababu katika kipindi cha miaka mitatu mapato ya benki yamekuwa yakishuka kutoka shilingi bilioni 62 na milioni 700 mwaka 22 hadi bilioni 35 milioni 600 kwa mwaka 2024, kufuatia kushuka kwa kasi wa utoaji mikopo kutokana na kiwango hafifu cha mtaji. Hadi kufikia tarehe 31 Disemba 2024, mtaji wa benki hiyo kwa kanuni za taasisi za fedha, core capital, ulikuwa shilingi bilioni 90 na milioni 226, kiwango ambacho ni kidogo ikilinganishwa na kiwango cha shilingi bilioni 200 kinachotakiwa kwa mujibu wa kanuni na taasisi za fedha za maendeleo zinazotolewa na Benki Kuu ya Tanzania mwaka 2021. Mheshimiwa Spika, benki za maendeleo kwa nchi zilizo na uchumi wa kati wa juu na zinatakiwa ziwe na mtaji wa 2% wa pato la taifa. Na kwa kuwa Tanzania kufikia 2050 itakuwa katika kundi hilo, serikali haina budi kuziwezesha kifedha benki hizo ili ziwe na mtaji unaotakiwa, na hivyo kuongeza ufanisi wa kuwezesha benki hizo kuwa shindani. Mheshimiwa Spika, vile vile
tumeangalia kufanya mabadiliko kwenye sheria ya mifumo ya malipo ya taifa sura 437 ili mfumo wa malipo kwa njia ya kielektronic cashlight uanze kutekelezwa. Mheshimiwa Spika, kwa muda mrefu kamati imekuwa ikishauri serikali kuhusu kupunguza matumizi ya pesa taslimu na kutumia mifumo ya kielektronic katika kufanya malipo na kuzuia upotevu wa mapato yatokanayo na kodi. Malipo ya kielektronic ni miamala inayofanyika kupitia kadi za malipo, simu za mkononi na malipo ya papo kwa papo. Lengo ni kurahisisha miamala na kupunguza utegemezi wa fedha taslimu. Kamati inaisisitiza serikali kufanya mabadiliko ya kifungu cha 8 cha sheria ya mifumo ya malipo ya taifa sura ya 437 pamoja na sheria ya usimamizi wa kodi sura 438 ili kuanzisha sharti la lazima la kufanya malipo kwa njia ya kielektronic wakati wa kufanya manunuzi ya huduma na bidhaa. Mheshimiwa Spika, mfano, serikali imeweza kuweka ukomo wa malipo ya fedha taslimu kwa kiwango cha chini pamoja na kupunguza gharama na kufanya miamala ya kuhamisha matumizi ya fedha taslimu kwenye malipo na manunuzi ya bidhaa na huduma. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, napenda kukushukuru wewe mwenyewe Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa kwanza mwanamke Umoja wa Mabunge Duniani IPU, kwanza kwa kuniamini kuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti, na pili kwa miongozo thabiti iliyowezesha kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Uyole inaweza kuwa jimbo jipya la uchaguzi, lakini kwako wewe ni nyumbani. Hata kwa wananchi wa Mbeya vijijini, nao wanakufahamu vizuri, ni jirani zako. Hivyo wana Uyole hawatasita kukupa ushindi wote, na sisi Mbeya vijijini tutakuwa sambamba nao kuhakikisha kuwa unashinda kwa kishindo. Mheshimiwa Spika, aidha napenda kumshukuru Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge na naibu Spika, kwa kuendelea kuliongoza vyema bunge lako tukufu. Nimtakie kila laheri jema kwenye uchaguzi unaokuja. Hakika Ilala bado inamhitaji. Aidha napenda kuwashukuru Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba Madelu, mbunge, na waziri wa fedha, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, waziri wa mipango na uwekezaji, Mheshimiwa Hamadi Hassan Chande, naibu waziri wa fedha, na Mheshimiwa Stanislaus Harubu Nyongo, mbunge, waziri wa mipango na uwekezaji, kwa ushirikiano wao kwa kamati kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu yao. Napenda kuwatakia kila laheri na nina imani yangu watarejea tena mwezi Novemba, tutakuwa wote hapa. Mheshimiwa Spika, vile vile ninawashukuru Dr. Natu Elmam Mwamba, katibu mkuu Wizara ya Fedha na mlipaji mkuu wa serikali, CPA Charles Edward Kichere, mdhibiti mkaguzi wa hesabu za serikali, Dr. Tausi Mbaga Kida, katibu mkuu ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, pamoja na Dr. Fred Msemwa, mtendaji mkuu wa tume ya mipango. Pia ninawashukuru manaibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha, ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, makamishna wakuu wa taasisi na wataalamu wote kwa ushirikiano kwa kamati katika kipindi chote katika uhai wake. Mheshimiwa Spika, kwa upendo wa dhati napenda kumshukuru Mheshimiwa Twaha Ali Mpembenwe, mbunge na makamu mwenyekiti wa kamati ya bajeti, kwa kunisaidia wakati wote wa shughuli za kamati. Niwaombe wananchi wa jimbo la Kibiti kumwamini na kumpa fursa tena ili watumikie kwa miaka mingine 5. Aidha, kipekee ni washukuru wajumbe wa kamati kwa kuniamini kuwa kiongozi wao na kunipa ushirikiano katika kipindi chote cha uhai wa kamati. Na waombea kila mmoja wenu, ikimpendeza Mwenyezi Mungu,
Tukutane tena mwezi Novemba 2025. Naomba kuwatambua kwa majina wajumbe hao kama walivyoonekana kwenye taarifa ya kamati. Mheshimiwa Spika, mwisho ila sio kwa muhimu, ninamshukuru Bwana Baraka Leonard, katibu wa Bunge, kwa niaba ya watumishi wote kwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake kikamilifu, pamoja na kutoa ushauri kitaalamu uliowezesha kufanikisha shughuli za kamati. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha naunga mkono hoja. Asante sana.